Bwana, mambo vipi? Tumetia timu hapa katika stendi kuu ya mabasi ya Katavi na si nyingine bana, ni Mizengo Pinda. Na moja kwa moja tumekutana na mdau anaitwa Gerard Edward. Labda wewe ni nani katika stendi hii? Mimi nina vyeo viwili. Kwanza ni mwenyekiti mkuu wa stendi ya Mizengo Pinda Katavi, alafu pili ni agent mkuu wa mabasi yanayokwenda mikoani. Bana, huyu hapa ndo mwenyekiti wa stendi ya Mizengo Pinda Katavi na pia ni agent wa mabasi yanayokwenda mikoani. Kwanza hongera bana kwa hilo. Asante sana mkuu. Na umehudumu kwa miaka mingapi ukiwa kama agent, achilia mbali mwenyekiti? Miaka 20. Na ni ndani ya mkoa huu wa Katavi au kuanzia mikoa gani? Labda tupe historia fupi. Bana, ni mkaaji wa Katavi na nimehudumu hii kwenye swala la agent ndani ya Katavi Mpanda kwa miaka 20. Kwa miaka 20. Labda kwa kuanzia hapo, saizi mabadiliko ni yapi kwenye swala zima la agent kuanzia miaka hizo 20 zilizopita mpaka sasa? Mabadiliko yamebadilika sana, tena kwa mno. Kuna manufaa mengi sana, sababu tulipohamia kwenye stendi mpya ya Katavi, hii stendi kuu ya Mizengo Pinda, kwanza uboreshaji, stendi iko safi, mazingira yako safi, hata ukitoka nyumbani na nguo mama akapiga pasi inarudi hivyo hivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo yote haya ni matunda ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini ikisimamiwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Labda kwa faida ya mtu ambaye hajawahi fika stendi hii, na wewe bila shaka umetembea mikoa mingine, unaweza ukaelezea utofauti wa stendi hii na stendi zingine upo vipi? Kwanza utofauti wa stendi, kwa kweli Mama Samia ametupendelea. Hii stendi ni kubwa, ina partition mbili, upande wa mkoani na upande wa vijijini. Kwa sababu upande wa mkoani unachukua mabasi takribani mabasi kama 65 upande wa mkoani, upande wa vijijini kama 80. Na je, ukiachilia mbali swala zima la agent, tuje sasa kwenye uwenyekiti wa soko hili. Imekuwa ikichukuliwa sana kwamba watu wengi sana wanafanya kazi hizi za agent ni kama wale wauni mona. Sasa wewe unaweza ukaiweka vipi jamii ili iwe na mtazamo sawa kuhusiana na watu wanaofanya kazi hizi za agent? Kwa kweli unachokisema ndugu mtangazaji ni sahihi, siko mbali na wewe. Watu wakituona kwamba sisi tuko stendi tunaonekana kama ni wauni, lakini hapana, sisi sio wauni, ni ajira kama ajira nyingine. Sababu kupitia hii swala la agent, mimi mwenyewe siwezi kuwa muongo, nina mji wangu na familia yangu na wanasoma vizuri, maisha yaenda. Ndio. Kwa hiyo sio wauni kama watu ambao wanawachukulia? Hapana, sio wauni kabisa. Na pia umesema sio wauni, lakini kuna abiria amekuwa akilalamika sana wanapokuja stendi. Kuna watu hapo nje wamekuwa wakiani ile kuang'ang'ania kumpokea huyu yule, kitu ambacho inakuwa inapoteza hali fulani hivi kwa watu. Wewe unaliongeleaje kama mwenyekiti wa soko hili tabia namna hiyo? Okay, ni kweli siwezi kupinga wanachokiongea ndugu mtangazaji. Ni kwamba kwa utaratibu tuliweka utaratibu mzuri kabisa. Kwa mfano, tuko maagent wa magari tofauti. Abiria akishakuja anatoka agent mmoja, anamuuliza unakwenda wapi? Nakwenda labda Sumbawanga. Nataka gari gani? Nataka labda Spadoli. Anaondoka naye mfanyakazi wa Spadoli ofisini kwake, anapewa huduma. Lakini biashara ya kugombania na mizigo na hiyo sasa utaratibu tulioshavunja na huko. Ikionekana kuna agent anagombania mizigo na nini, na anatolewa stendi na yuko na stendi kutoka. Lugha ya matusi imekuwa ni wimbo wa taifa kwenye mazingira kama haya ya stendi, na hicho kitu ni upotofu wa nidhamu. Wewe kama kiongozi wa eneo hili unasimamia vipi sheria na utaratibu kuhakikisha watu wako wanakuwa ni wenye nidhamu? Kwanza hapa tuna katiba yetu, katiba ya umoja wa usafirishaji wa Katavi, ile katiba tulijenga wote, tukakaa kama vile tukakaa kabineti, tukakaa na maagenti ambao watu wanao basi ni Mizengo Pinda, na tukapewa utaratibu mzuri, tukakaa utaratibu. Kionekana mtu mmoja amelewa, unaanza
maagent, maana hapa stage kwa Mzungupinda kuna watu tabaka 3. Ya kwanza kuna tabaka ya maagent, ya pili kuna uza matunda, ya tatu kuna sukuma matolori yani hawa kago, ya nne kuna bodaboda, ya tano kuna watu wa bajaji. Hivi agent ni agent anafanya kazi gani? Kumweka sawa ni mtazamaji kwamba agent ni mtu na aina na ukifika stage utamtambua agent kwa mfumo huu. Okay. Agent kila hapa stage kuna kila nyumba na kila chumba ina namba. Na maagent wanafanya kazi kwa kampuni kupitia hiyo nyumba. Mkurugenzi alisajili kwa maagent watano kila chumba. Tuna nembo ya kampuni husika na tuna namba ya chumba husika. Kwa hiyo mtambua agent kupitia namba na nembo pamoja na aina t-shirt na pia agent kazi anayofanya kubwa ni agent kazi anayofanya kubwa ni usafishaji tiketi, kukatisha tiketi. Sasa utofauti wa yule anayeenda kule nje kumchukua abiria hapo na mleta huku, kuna kitu wake anakiona mtu akifika stage wala kama anasafiri, kuna mtu ambaye atanipokea begi kule nje na mtalezo, kuna mtu ambaye anaweza nikamkuta kwenye gari au ofisini ndio ananipa tiketi. Watu wawili, huyu anayemkuta ofisini ndio ananipatia tiketi ni nani, na yule ambaye utamkuta kule nje na kunipokea kuleta ndani ni nani? Okay. Yaani hao ndugu mtangazaji wote ni timu moja, au ni agent lakini wamegawana mtego. Kuna yule ambao anakuwa pale mlangoni ambao ni watu wa kampuni tofauti. Kwa hiyo kama unakwenda Mwanza unaambia kuna Alice, kama unaenda Mwanza kuna Nyange, kama unaenda Mwanza kuna Zeni. Kwa hiyo msafiri unachagua gari kampuni husika. Ukisema ni Alice unaondoka na kijana wa Alice. Yule kijana wa Alice atakupeleka moja kwa moja mpaka ofisini. Ofisini utakuta dada mashine anahudumia tiketi. Kwa hiyo pale unachukua tiketi yako, basi unatumia pale moja usafiri. Okay sana. Kuna wafanyakazi matabaka mawili, kuna jinsia ya ke na me. Labda kwa kuweka uwiano sawa, na sheria yote ambayo inaepusha vitendo vya unyanyapaa kwa upande wa wafanyakazi wa kike? Upande wa wafanyakazi wa kike, sheria yetu mahali unajua tuko kimoja, sio tena agent. Lakini kama unavyosema mtangazaji kwamba unapanda kwa jinsia mbili. Upande wa kina dada zetu hao, kina madam wenyewe tumeweka utaratibu wao hawezi kufunga na tafuta nyama na wenyewe kazi yao. Unajua kina dada wakao sio wanakaa muda mrefu. Kwa hiyo tunawapa kitu kwanza ni watu ambao wana customer care na mvuto. Kwa mteja ule kama dada au yatatumia mfumo. Kwa hiyo tumeweka hiyo na maana na sisi tunatuanzishia kwa kwanza watu kaje muda mrefu usini, alafu vile ni wana customer care nzuri kuhudumia wateja wetu. Kwa hiyo tumeweka mambo kae ofisini au kwenye gari kuhudumia wateja wetu. Naongelea inapokuja swala la mmoja kakosewa heshima labda na agent wa kiume, labda wewe kama kiongozi wao unatumia sheria gani kumwadhibu yule mtu? Kionekana kama kuna agent, kwanza cha kwanza tumeweka kwanza cha kwanza tuliweka kwamba kuheshimiana. Kwamba umchukulie agent wa kike kama wewe vile. Tofauti na jinsia. Kwa hiyo tumeweka utaratibu. Ikionekana kama kuna agent anamkosea mwanadada yeyote hapa, kuna adhabu zetu zile. Aidha adhabu za faini au za kutoa kabisa kuvua agent kwa shughuli. Jumla
umetokea, unaishi wapi? Anasema unaishi wapi? Kata gani? Anasema kata labda ya Kawajesi. Sasa mimi nitakutambuaje kama wewe ni uko kata ya Kawajesi? Tunamwambia bwana, sasa ndio uje na barua kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa, uje naye hapa na mdhamini wako mmoja, uje naye hapa. Akishakuja hapa, kwa sababu hii kazi tunafanya ni uaminifu. Uaminifu ndio unaangalia sana uaminifu, kwa sababu tunaanza na hela, ndio tunakuwa na hela. Sasa unaweza kukuta zile hela na kanuni wakimbia katika kinatuletea changamoto. Kwa hiyo tunazingatia sana uaminifu, alafu pia tunazingatia masuala ya huyo mdhamini na mwenyekiti wa mtaa. Ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo wafanyakazi wa stendi hii? Changamoto haziwezi kukosa, changamoto zipo. Sababu kwanza, changamoto ya kwanza ni kwamba kwa mfano mama dada zetu tunataka kuambia wahi asubuhi labda saa 1 asubuhi. Baadaye unakuta saa 1 asubuhi hajaja, akija saa 2 au saa 3 unamuuliza vipi? Sababu ni familia, labda wengine wanaelewa wanao au walikuwa wamekuwa labda usiku mnagombana, leo usiende kazini. Alipoondoa tu unakuta agent yote wa kike siku hiyo hayupo kazini. Baadaye anatumia message boss, bwana huko kulikuwa na changamoto moja au ugua au nini. Baadaye akikaa sawa kama naamini pigo la mwenzangu. Sasa unachukulia mara hii changamoto ya familia inapelekea mpaka kuwasisha wao wengine ya kazi. Basi ndio changamoto za labda changamoto za upande wa au watu wenye vyombo vya usafirishaji. Changamoto ya vyombo vya usafirishaji, kwanza cha kwanza, hawa vyombo vya usafirishaji tunafanya kazi yani bila mkataba. Changamoto kwa sababu leo hii mtu anaweza kukabidhi kampuni ya labda ya basi au ya kuendesha tajia na bila maana ya gari yako kwa mfanyakazi wako kwa kusikia, yani wanazingatia uaminifu na wanakabidhi chombo cha mali yake kuifanyia kazi. Lakini sasa tunafanya kazi bila mkataba. Ndio mtu akishakaa tu tajiri anaweza kutoka. Sasa unafanya kazi miaka mingi, labda unafanya kazi miaka zaidi ya 3 4, ndio anakufuta tu kazi hiyo bana, nenda. Kwa mambo mengine nimebishana ndio kazi za watu zinazoeleka. Kwa hiyo tunashauri kama Samia anasikia hapa na vyombo vya usalama na ulinzi, tusikie ili kuwapa wa jamaa ambao wamiliki wa basi wanakutupa sisi bila basi ndio tuangalie na mkataba. Ndio hicho, sababu watu wengi sasa wanafanya kazi. Kwa mtu anaweza kaamka tu nyumbani kwake kwamba leo kazi hakuna, lakini kama kuna mkataba kana kulinda kidogo, inaweza kuleta kidogo changamoto. Inakuwa ni yani tutakuwa kidogo sasa, kumbe na sisi tuna akila yetu na nini ya kudumu, hii hakuna shida. Na mkataba huwa unajieleza kabisa. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunachotaka na mnachoiomba serikali, kuanzia serikali ya mkoa mpaka ngazi ya kitaifa, ni kuwafanya hawa wamiliki wa vyombo hivi vya usafiri waweke mkataba kwa maajenti wao. Na kweli ukiangalia maajenti wengine wamefanya kazi zaidi ya miaka 10 kama nilivyosema, lakini hujawahi kuwa na mkataba wote. Labda changamoto kwa upande wako binafsi ambao umekutana nayo ambayo hutamani kabisa ile kujirejea katika kazi yako. Changamoto ya kwanza niliyokutana nayo, tajiri atakuja, bwana hii kampuni hapa ifanyie kazi. Mimi ndio kama agent, nachukua kampuni, lakini anakuambia bwana, sasa kampuni inakukabidhi wewe, ndio utakuwa kila kitu. Sasa gari ile inataka mafuta, ile gari inataka tairi, ile gari inataka wafanyakazi. Ananipa mzigo mkubwa ambao mimi siwezi, kwamba wewe ni mmiliki wa gari yako kwa mafuta. Mimi kazi yangu marketing, nikupe abiria au mjaza, nikupe hapo ondoke basi. Lakini kuna vitu vingine nafikiri inafika pala aje nani tajiri mmiliki anamwambia wewe utaweka mafuta na utahudumia gari kila kitu. Sasa hii gari na sisi na sana kesho umepata labda jeshi, siku zile gari hayo gari na mafuta tunafanya. Unajikuta sasa kwa vile unaenda kubarua, unaenda sheri za watu, unaomba kama unikopeshe mafuta niweze kuhudumia gari iende. Sasa inaondoka siku hiyo, sasa kuna siku nyingine inatokea. Kwa hiyo inatokea kwa madeni na kwa makubwa ya kampuni, imeenda kwenye wewe umepeleka kwenye mambo ya masheri ya watu kuweka mafuta. Baadaye tajiri anakuruka anakuambia nilikutuma kuweka mafuta, ni mkataba gani ambao nilikupa? Kwa hiyo inatuletea changamoto, sitaki kusikia sasa kabisa. Hicho ni kitu ambacho tumekutana nacho sana, ni kweli nimekutana nacho, tunafika pale kinanipelekea mimi nakuwa kwamba watu wanaona mimi sio mwaminifu kwenye masheri. Kumbe changamoto imetokea mwenye mali ambao ni miliki, anatupa mzigo mkubwa
Mfano Yusufu mwaka jana kuna Msukuma alikuja hapa. Msukuma alikuwa amekaa ana milioni 15 mfukoni. Sasa ile milioni 15 akakutana na watu wanaomwambia bwana, tunatafuta sisi ni wafanyakazi wa benki, tunatafuta hela zetu zimepotea, tunakagua hela zetu ambazo tuzione kama zinakuwa zimepatana na hizi tuone. Kwa hiyo Msukuma anakuwa elewe, anatoa hela anaziangalia, wanamtoa hapa stendi, wanampeleka huko baadaye wanajikuta wamechukulia hela kila kitu, biashara kwa labda ushirikiano wenu ni viongozi wa chini wa stendi na watu wa ulinzi, nikizungumzia polisi na makampuni mengine binafsi kama ambavyo nimeona hapo nje ya ulinzi, ushirikiano wenu katika kuhakikisha hili linakuwa ni salama na usalama? Kwanza tunamshukuru mkurugenzi wetu wa manispaa ya Mpanda kiambatana na mkuu wa mkoa wa Katavi pamoja na mkuu wa wilaya na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa mzima. Kwanza ilimwamuru mkurugenzi akaweka kamera system. Hii kamera system na kamera system. Kwanza ulinzi wa kwanza ndio wa pili. Alapsiwa mkoa wa Katavi Ngonyani alituletea OCS hapa na OCS mwenyewe na maskari kwa stendi wanatoa kwanza elimu. Ikifika saa 1 usiku wanatoa elimu. Jamani, angalieni, msimwamini mtu, wanafanya matangazo yao na mambo yanakwenda na wanalinda 24 hours usiku na mchana. Na mambo yanakuwa salama. Na kwa hiyo hakuna changamoto yoyote pale ya ulinzi katika stendi hii? Hapana, ulinzi uko vizuri kabisa. Labda rai yako kwa wafanyakazi wenzio, nikimaanisha maagent, ni ipi ili kuhakikisha wanafanya kazi kwa usalama na kila mmoja kumlinda mwenzie pamoja na abiria na mali zake? Kwanza kutoa rai kwa maagent wenzangu, kwa sababu mimi pamoja na agenti pamoja na askari wa stendi pamoja na manager ambao ni upande wa manager ambao ni upande wa mkurugenzi, sisi wote tunamhudumia mtu mmoja, tunamhudumia mteja mmoja. Kwa hiyo tumempa kipaumbele sana abiria, kwa sababu yule ndio nguzo kuu ambayo inatuita tuwepo hapa, na lazima tumzingatie sana huyo abiria, na huyo abiria ni lazima tuweke huduma nzuri ili kesho na kesho kutwa hata yuko nyumbani kwake anatafuta bwana budget fulani iko vizuri, kampuni fulani. Kwa hiyo jinsi unafanya customer care yako huduma na jinsi ya kupelekea kupata wateja wengi. Kwa hiyo mimi natoa kwanza kwa agent zangu, cha kwanza kabisa ni kusamini abiria anakuletea huduma ndani ya ofisi. Halafu cha pili kuzingatia huduma unampa huyu mteja iwe sahihi na imekaa sheria na utaratibu mzuri na ukweli uwepo mbele. Halafu isitoshe na shauri wengine wa agent, ukipata shilingi angalau 10,000 basi kule 3 weka 2,000 ya Mungu ni mengi. Unaweza ukaugua ghafla ukaugua familia. Kwa hiyo jamani, tujifunze kutunza fedha sababu ya mbele tunajua. Okay sana. Nilikuwa nimesema kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana. Ninyi maagent mnalipwa mshahara mwisho wa mwezi au mnalipwa vipi? Ndio maana ndugu mtangazaji nimesema hapo wamiliki wa magari watutafutie watuwekee kale ule mkataba. Sisi hapa kwa kweli ndugu mtangazaji, sisi tunalipwa kwa mfano wa madada yetu wanaona ofisini wenye kila jioni wanakuwa shilingi 10,000. Mimi kama manager wa hiyo kampuni, gari ikitoka bosi anakuambia bwana shilingi 50,000 mgawane pamoja wote kwa tano. Kwa kila mtu anatoka na shilingi 10,000. Sasa fikiria kwa mfano tumeuza hiyo gari sio chini ya 3,000. Sasa 3,000 mimi aje ndio shilingi 10,000 ambao nakaa na hizo hela kama nazo kwa mazingira ambayo ni changamoto. Silali usingizi naanza hela za watu. Kwa sababu nyingine hela mtafungwa. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa naomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Samia, wewe Mama Samia Suluhu, Mama Hassan, huwa anakusikiliza sana wananchi wao, wananchi wote kwa sababu wanaangalia. Mimi naomba hao wamiliki wa magari kidogo tuonane kutoka mkataba ili kama mkataba katulinde. Kwa mkataba basi angalau tajiri kidogo sababu kweli hawa bwana karibu na CFO nini kila kitu mazingira yanakwenda, kwa sababu sisi tuna familia nyuma, ndio kwa mimi na timu nyuma inategemea. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nilikuwa naomba kwamba hao watu
kuwatengenezea mazingira ya kupata mkataba, na amemwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan aweze kufikiria kwenye hicho kitu, na pia hawajaweza kusahau muunganiko mzima wa serikali ya mkoa huu wa Katavi, kuanzia kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi wa eneo hili, kwa vile wanavyofanya ili kuhakikisha wanawasapoti vyema wote wafanyakazi wadogo na wakubwa wa stendi hii. Na niseme